Na mtazamaji, tunaomba radhi kwa matatizo haya kiufundi ambayo yamejitokeza, na nikukaribishe tena kutoka hapa Dodoma, Tanzania. Hii ni Sky TV na habari kuu usiku huu ni pamoja na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza juhudi za kuhifadhi mazingira ziendelee kufanyika kikamilifu kwa kushirikisha sekta zote pamoja na kulinda Ziwa Victoria. Kimataifa, Israel yatishia kumuua kiongozi mkuu wa Iran. Na katika michezo, shilingi bilioni 11 kuboresha miundombinu ya michezo shuleni. Hujambo mtazamaji na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, tukikuletea uchambuzi wa dakika 60 za habari za michezo, biashara, bila kusahau utabiri wa hali ya hewa. Mimi ni Fredi Cheti. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza juhudi za kuhifadhi mazingira ziendelee kufanyika kikamilifu kwa kushirikisha sekta zote mkoani Mwanza ili Ziwa Victoria liendelee kubaki na ubora wake na liwanufaishe wananchi wa mkoa huo pamoja na maeneo ya jirani. Mwandishi wetu Virginia Paul anatujuza zaidi. Rais Samia ametoa kauli hiyo leo Juni 20, 2025 wakati akizungumza na wananchi wa mkoa wa Mwanza katika mkutano wa hadhara baada ya kuzindua rasmi mradi wa maji wa Butimba. Rais Samia ameongeza kuwa miundombinu na uwekezaji uliofanyika kujenga miradi ya maji ni mikubwa na ya gharama kubwa, hivyo wananchi wote washirikiane kuyalinda mazingira ili ziwa hilo liwe chanzo endelevu cha upatikanaji wa maji ndani ya kanda ya Ziwa Victoria. Kwamba mimi pamoja na wenzangu wote serikalini tumedhamiria kuhakikisha tunategua kitendawili cha upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama yenye kutosheleza kwa wananchi wote wa jiji la Mwanza na viunga vyake. Ndugu zangu, maziwa makuu likiwemo Ziwa Victoria ni vyanzo vya uhakika vya maji kwa matumizi mbalimbali ya kiuchumi na kijamii. Hivyo niwakumbushe kwa swala la uhifadhi wa mazingira, ikiwemo kudhibiti kuenea kwa magugu maji katika Ziwa Victoria ni msingi wa uendelevu wa upatikanaji wa maji, kuwezesha shughuli mbalimbali za maendeleo kama vile kilimo, viwanda, ufugaji, uvuvi, utalii na usafiri kwa njia ya maji. Amesema vizuri hapa Selin Robert, mwakilishi wa FDB, amezungumzia vizuri swala la utunzaji wa mazingira. Kwa muktadha huo, naagiza juhudi za kuhifadhi mazingira ziendelee kufanyika kamilifu kwa kushirikiana na sekta zote. Huu ni mradi mkubwa, lazima tutunze mazingira ili ziwa hili liendelee kuwepo na liwepo kwa vigezo vyake, lisikauke tukarudi tena kule nyuma. Miundombinu na uwekezaji tuliofanya ni wa thamani, ni wa gharama kubwa sana. Kwa hiyo wote tushirikiane kulinda mazingira ili ziwa liwe chanzo endelevu cha upatikanaji wa maji ndani ya kanda hii ya ziwa. Kwa upande wake, Waziri wa Maji Juma Aweso amesema serikali inaendelea na jitihada za kuhakikisha maji ya Ziwa Victoria yanatumika kutatua changamoto ya maji katika maeneo mbalimbali ya nchi yakiwemo ya mikoa ya Shinyanga na Tabora, na kwa sasa mkakati ni kuyafikisha hadi Dodoma. Tanzania ina vijiji 12,318. Tanzania ina vijiji 12,318. Mheshimiwa Rais, kwa kipindi kifupi kazi ambayo umeifanya, ukasema ili tutatue tatizo la maji vijijini lazima tuanzishe wakala maalum ili tuende kutatua matatizo ya maji ambao unaitwa RUWASA. Mheshimiwa Rais, katika vijiji 12,318 naomba niwape taarifa wana Mwanza, Daktari Samia Suluhu Hassan mpaka siku ya leo ameshafika vijiji 10,576. Piga makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, umebakisha vijiji 1,500. Hivi karibuni nimeingia katika bunge la bajeti 25-26. Tumevuka na miradi 1,544. Ameongeza kuwa changamoto ya muda mrefu ya upatikanaji wa maji katika wilaya ya Kwimba sasa imepatiwa ufumbuzi, huku katika jimbo la Sumve ambalo lilikuwa miongoni mwa maeneo magumu, serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 32 ili kutoa maji ya Ziwa Victoria hadi Ukiriguru, Sangara na Sumve. Mimi ni Virginia Paul, Sky TV. Shukrani sana Virginia Paul kwa undani wa taarifa hiyo. Tuangazie taarifa nyingine
Baadhi ya wakazi wa mkoa wa Geita wakiwemo viongozi mbalimbali walioshiriki katika uzinduzi wa daraja la Magufuli kutoka Kigongo hadi Busisi wamepongeza kuzinduliwa kwa daraja hilo, huku wakieleza kuwa daraja hilo ni muhimu kwa wakazi wa kanda ya Ziwa pamoja na maeneo jirani. Mwandishi wetu Michael Francis Bundala ametuandalia makala ifuatayo. Karibu katika makala ndani ya ulimwengu wa habari hapa Sky TV. Na leo tunaangazia namna mkoa wa Geita ulivyoshiriki katika uzinduzi wa daraja la Magufuli maarufu kama Kigongo Busisi. Mimi ni mwandaaji na msimulizi wa makala haya, Michael Francis Bundala. Juni 19 ya mwaka 2025, Tanzania imeingia katika historia ya kufungua daraja refu zaidi kwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati linalofikia urefu wa kilomita 3. Ni daraja la Magufuli maarufu kama Kigongo Busisi, lililojengwa na serikali ya Tanzania bila kukopa fedha kokote na limejengwa kwa zaidi ya bilioni 700. Daraja hili limeanza kujengwa miaka 5 iliyopita na Rais wa awamu ya 5 Dr. John Magufuli na kufanikiwa kukamilika kipindi hiki cha awamu ya 6 na limeanza kutumika baada ya kuzinduliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika uzinduzi wa daraja hili la Magufuli, baadhi ya wakazi wa mkoa wa Geita wameshiriki kushuhudia namna daraja hili linavyoanza kufanya kazi. Na wakazi hawa wanasema suala la kupoteza muda wakati wa kuvuka kutoka Busisi iliyopo wilaya ya Sengerema hadi upande wa pili wa Kigongo uliopo wilayani Misungwi imebaki historia. Mimi nilikuwa rafiki na marehemu. Wakati anaanza kutueleza hili wazo, tulikuwa kwenye gari tunatoka Chato, alikuwa hajawa rais. Akasema siku nikiwa rais mimi tajenga hili daraja. Sasa tulikuwa tunapenda kutaniana kumwambia kitu hakiwezekani. Lakini akaanza. Mimi nimeshuhudia toka tunaanza kutafuta wapi daraja litakaa. Tumeletwa kama neki siku moja tukaja tukakagua wapi daraja litakapoangukia. Nimeshuhudia toka nguzo ya kwanza inachimbwa. Marehemu Magufuli amefariki kule kulikuwa na nguzo 3 zimeanza. Huku kidogo kulikuwa na nguzo kama 5. Lakini mimi napita muda wote miaka yote toka daraja linajengwa napita huku kwao kwenye daraja la chuma. Sijawahi kuona hata siku moja daraja limesimama. Ni fursa kubwa kwa wananchi wote, wafanyabiashara, lakini hata wananchi tu wa hali ile ya kawaida ambao pengine wanaotumia hata usafiri wa kawaida kama basketi, bodaboda, magari madogo, na kwa safari zao za binafsi itakuwa ni watafanya safari zao kwa urahisi sana kutoka Nyang'hwale kwenda Mwanza, kutoka Geita kwenda Mwanza. Daraja hili la Magufuli ni kiunganishi kati ya kanda ya Ziwa na mikoa ya kanda ya kati. Na daraja hili sasa limetatua kero ya kukaa muda mrefu kwa ajili ya kuvuka, ambapo inaelezwa kuwa kuvuka hapa kabla ya daraja hili ililazimu kutumia muda wa saa 1 hadi masaa 3, ambapo sasa ni dakika 3 mpaka 5 au 6 unakuwa umevuka. Kwetu sisi daraja hili lina tija kubwa sana kwa sababu ni kiunganishi kati ya nyanda za juu kwa maana kanda hii ya Ziwa na mtu ambaye anaelekea kanda za kati kwa maana uelekeo wa Dodoma, kwa maana ya usafirishaji wa abiria lakini pia na bidhaa. Ambalo hili daraja kwa kweli ni ukombozi wa wananchi wa mikoa mitatu karibu nchi nzima, kwa sababu hii daraja linatumiwa na watu wengi kishughuli na kibiashara na kimaendeleo pia. Namshukuru mama kwa kukamilisha mawazo ya marehemu John Pombe Magufuli, Rais John Pombe Magufuli marehemu. Ameyakamilisha kwa usahihi na hili daraja amelipokea likiwa na 25%. Kwa hiyo amekamilisha asilimia zote zile 75 zote zilizokuwa zimebaki kwa haraka sana na kwa kasi. Makundi mbalimbali yameshiriki uzinduzi wa daraja hili na yanalitaja kuwa ni kichocheo cha uchumi. Kwa majina yangu naitwa Nelvin Sarabaga Ndugu, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM wilaya ya Bukombe, mkoa wa Geita. Leo kama kijana wa Bukombe, lakini kama Mtanzania, nimeungana na vijana wenzangu na Watanzania wenzangu kwa ajili ya kuja kushuhudia shughuli kubwa ya ufunguzi wa daraja la Kigongo Busisi. Daraja hili kwa kweli mimi kama kijana nafarijika sana kuona daraja hili linafunguliwa leo, kwa sababu kwanza kwa sisi vijana hasa mimi ambaye natokea Bukombe mbali, itarahisisha sana namna kupata uchumi. Daraja la Magufuli maarufu kama Kigongo Busisi ni la 6 kwa urefu barani Afrika. Na kufikia hapo makala yetu ndani ya ulimwengu wa habari hapa Sky TV inafika tamati. Na leo tumeangazia ushiriki wa mkoa wa Geita katika uzinduzi wa daraja la Magufuli maarufu Kigongo Busisi. Mimi
Ni mwandaaji na msimulizi wa makala haya Michael Francis Bundala. Asante sana Michael Bundala kwa simulizi ya makala hiyo. Tuangazie taarifa nyingine. Zaidi ya shilingi bilioni 2 zimetolewa na Wizara ya Ujenzi kwa lengo la kutengeneza barabara ya mchepuko eneo la Mlima Senjele pamoja na kuifanya wilaya ya Mbozi katika mkoa wa Songwe. Taarifa ya Upendo Kibetile kutoka mkoani Songwe inaeleza zaidi. Akitoa taarifa mbele ya mkuu wa mkoa wa Songwe, meneja wa wakala wa barabara TANROADS mkoa wa Songwe Mhandisi Suleiman Bishanga amesema barabara hiyo itapunguza ajali na kuondoa foleni. Foleni ilikuwa inaweza kukata masaa 6 hata siku nyingine masaa 10. Sasa baada ya kuwa tumepewa maelekezo, Wizara ya Ujenzi kupitia Mheshimiwa Waziri Abdallah Ulega na mtendaji mkuu wakatupa maelekezo kuhakikisha tunaboresha maeneo yote ambayo kuna changamoto. Tulipata jumla ya fedha bilioni 2.8 ikiwa ni fedha kwa ajili ya kurekebisha maeneo yote ambayo yana shida. Tukianza na kwenye huu mlima ambako jumla ya pesa ambazo zimetengwa upande huu ni kama milioni 470 kwa maana ya kukata na kuongeza sehemu za pembeni barabara kupita. Mwenyekiti wa halmashauri wilaya ya Mbozi akatoa ombi lingine kurekebisha barabara hiyo kuanzia mpakani hadi Nanyala wakiwa wanasubiri ujenzi wa barabara ya njia 4. Tuna ombi bado. Wigo huu wa ajali katika eneo hili linaanzia kwenye mteremko huu, lakini kwenye mteremko wa Senjele ile ya kwanza. Tunajua tuko kwenye msimu wa budget, tuko kwenye msimu wa utekelezaji, na kwa kasi hii ambayo tunaiona ya TANROADS tunaamini barabara hii sasa ikianzia kule mpakani tunaamini itakuwa ina msaada na mchango mkubwa kwa usalama wa watu wetu, hasa ukizingatia barabara hii na malori mengi wakati wote, si asubuhi, si mchana, si jioni. Kwa hiyo tuombe watakapopata budget basi waendeleze, wakifanya extension ya hii barabara ikafika hadi Nanyala, tunaamini itatusaidia sana katika kipindi hiki ambacho tunasubiri huu muendelezo wa njia 4. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Songwe Daniel Chongolo akatoa maelekezo kwa wakala wa barabara TANROADS kuendelea kurekebisha barabara zingine ili magari yaache kupita kwa foleni kwa lengo la kukuza uchumi wa nchi. Kwenye hili la barabara, mimi nipongeze sana TANROADS. Tumezungumza sana kuhusu hili. Na kuna maeneo ambayo kulikuwa na kupokezana, kupanda na kushuka. Sasa yale ndio yao ya kipaumbele. Rekebisheni sasa na pale ili magari yanayopanda na kushuka yawe yanapanda, malori tuyapatie njia na magari madogo yapite sehemu nyingine, watu wasisubiriane. Kusubiriana ni kusimamisha uchumi wa nchi. Wakati tunasubiri njia 4, sasa tuweke nguvu pale kwenye lile eneo. Najua lina korongo ambalo lina gharama kubwa kutengeneza. Kama tumeweza hii na pale sasa tuweze. Tajitahidi ndani ya siku 2 tu limekamilisha. Lakini niendelee kuomba wananchi kwa sababu na changamoto ya kuima kahawa. Mabomba kutoka kule juu wanatoboa. Basi hiyo tabia waiache ili basi wananchi wapate maji ya kutosha. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, Upendo Kibetile, Sky TV. Mtazamaji, unatazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Tulionayo usiku huu ni pamoja na wanafunzi na wakazi wa kijiji cha Sakamwela wilayani Mbozi waishukuru serikali kwa kujengea shule sekondari Sakamwela. Karibu tena mtazamaji, tuendelee kuangazia taarifa nyingine hapa katika ulimwengu wa habari. Mimi ni Fredi Cheti. Wanafunzi na wakazi wa kijiji cha Sakamwela kilichopo wilayani Mbozi mkoani Songwe wameshukuru serikali kwa kujengea shule sekondari Sakamwela ambayo imeleta mapinduzi makubwa katika maendeleo ya elimu katika eneo hilo. Mwandishi wetu John Kiango kutoka Songwe ana ripoti kamili. Wanafunzi na wakazi wa kijiji cha Sakamwela kilichopo wilayani Mbozi mkoani Songwe wameshukuru serikali kwa kuwajengea shule ya sekondari ya Sakamwela ambayo imeleta mapinduzi makubwa katika maendeleo ya elimu katika eneo hilo. Wakizungumza na Sky TV, baadhi ya wanafunzi pamoja na wakazi wa kijiji hicho wameeleza changamoto walizokuwa wakikumbana nazo kabla ya ujenzi wa shule hiyo, ikiwemo ni kutembea umbali mrefu kufuata shule za mbali, hali hiyo iliyosababisha baadhi ya wanafunzi hasa wa kike kuacha shule kutokana na mazingira magumu ya usafiri na usalama. Rafiki yangu mmoja tulikuwa tunasoma naye shule ya msingi Nanyuni, hivyo kutokana na umbali wa shule ya Ihanda Secondary School nilikuwa nikimwambia twende shuleni, asema mimi shule mbona iko mbali. Hivyo mimi nilijitahidi hadi nikafika kidato cha 3. Tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea hii shule mpaka leo hii tumefika. Imetusaidia sana katika kutupunguzia umbali kutoka
majumbani kwetu kwenda shuleni. Ilikuwa tukiamka saa 11 ya alfajiri kwenda shuleni Yanda, na sasa tunaamka kama kawaida saa 12 na kwenda kufika hapa shuleni. Tulikuwa tunakutana na vitu mbalimbali kama changamoto ya watu, kama mtu mbaka wajani, tulikuwa tunapishana nao, walikuwa wanatusumbua kabisa katika masomo yetu. Kiukweli wanafunzi walikuwa wanatoka umbali wa kilomita 6, walikuwa wanaamka saa 11. Baadaye wengine wakawa wanaona ni umbali sana kuamka saa 11, nakutana na changamoto mbalimbali, wakawa wanaamka saa 1 kuelekea shuleni, wakichelewa wanapigwa, mpaka wengine wakawa tolo, wakawa wanashindwa kufika shuleni. Kiukweli tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea fedha na kupata jengo hili la shule mpya. Pia ninafurahi sana toka shule imekuja, pamechangamka, pamekuwa vizuri. Pia tunaona walimu wanakazana sana kuwafundisha, watoto wanaelewa kwa wakati. Kwa kweli tulikuwa tunapata shida mno, mara Ipunga, mara Ihanda. Kwa watoto wetu walikuwa hawawezi kuendelea na masomo vizuri kutokana na umbali uliokuwa. Lakini baada ya kuletewa shule, naona mambo yanakaa vizuri. Watoto wetu wanaendelea kusoma, wametulia, sababu anatoka jirani anarudi kwa muda mfupi. Kwa hiyo kwa kweli tunamshukuru sana Rais pamoja na serikali kwa ujumla kwamba walichokifanya ni chema sana, hasa kwetu sisi wanakijiji wa Sakamwela. Kwa upande wake mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mbozi, Mheshimiwa George Mshangi, amesema kuwa ujenzi wa shule hiyo ni miongoni mwa jitihada za serikali katika kuhakikisha kila mtoto anapata elimu ya urahisi na katika mazingira rafiki. Kwa tunaamini kupitia ujengaji wa shule hii tunakwenda kuokoa watoto na kizazi cha wananchi wa vijiji jirani vinavyozunguka kijiji cha Sakamwela. Pia kuna umuhimu mkubwa wa shule hizi zinazojengwa, moja, kutanua wigo wa elimu, ambapo tutakumbuka kuwa katika miaka ya hivi karibuni wilaya yetu ya Mbozi ni miongoni mwa wilaya 4 zilizo katika mkoa wa Songwe, ambao ni mkoa wa kitinda mimba katika nchi hii ya Tanzania. Ambapo kama ni mkoa wa kitinda mimba, maana yake na wigo wa elimu katika mkoa huu ulikuwa bado ni mdogo. Kulikuwa na shule chache za msingi, shule chache za sekondari, lakini tunaona uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali ya awamu ya 6 sasa unakwenda kuhakikisha kuwa mkoa wetu na wenyewe unakaa katika ramani ya Tanzania, hasa kwa kuhakikisha kuwa kizazi cha wasomi kinatengenezwa. Shule ya sekondari Sakamwela ina zaidi ya wanafunzi 120 na ilizinduliwa rasmi mwanzoni mwa mwezi Juni mwaka huu na mbunge wa jimbo la Vwawa Mheshimiwa Japhet Asunga. Ujenzi wa shule hiyo umegharimu zaidi ya shilingi milioni 500 na imekuwa msaada mkubwa kwa wanafunzi wa maeneo ya jirani na wanaotafuta elimu ya sekondari. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Ni taarifa ya mwandishi wetu John Kiango kutokea wilayani Mbozi. Tuangazie taarifa nyingine. Mamlaka ya udhibiti na wa huduma za nishati na maji EWURA kanda ya kaskazini imewataka watumiaji wa huduma ya gesi kuhakikisha wanajiridhisha na ujazo uliopo katika mitungi ya gesi kwa kupimiwa katika mizani pindi wanaponunua au kubadilishiwa. Amina Ngahewa kutoka Arusha anatujuza zaidi. Rai hiyo imetolewa na meneja wa EWURA kanda ya kaskazini mhandisi Lolivi Longidu wakati wa semina kwa wadau wa gesi ya kupikia LPG ambao ni wasambazaji wakubwa na wauzaji wadogo wa gesi kanda ya kaskazini iliyofanyika jijini Arusha, inayolenga kuwakumbusha wajibu na kusisitiza usalama wa biashara hiyo, ikiwa ni pamoja na kuendana na malengo ya serikali ya kufikia 80% ifikapo mwaka 2034. Changamoto ambayo tunaiona kubwa kwa wananchi ni kwamba wananchi wanalalamika kwamba hawauziwi mitungi ambayo ina kiwango sahihi. Kwa hili sisi kwao tumesema ni kosa, na niwaambie tu wananchi, mwananchi kwanza una haki ya kupimiwa mtungi wako. Unapomtuma bodaboda wako akufuatie mtungi wa gesi, mwambie yule dealer akupimie ule mtungi. Kama ni wa kilo 6 uone kilo 6 kwenye mzani imesoma. Kama ni wa kilo 15 uone mzani umesoma kilo 15. Hii maana yake itakusaidia wewe kupata uhakika wa kiwango cha gesi kilichomo mle ndani. Lakini tumeendelea kukumbushana kwa wafanyabiashara kwamba ni kosa kisheria kuuza mtungi ambao hauna kiwango sahihi. Hilo ni kosa, na tumekuwa tukiendelea kuchukua hatua mbalimbali na tunaendelea kuchukua hatua mbalimbali. Na moja ya hatua ni
kuwanyang'anya leseni au kuwasimamisha wasifanye hiyo biashara. Kwa upande wake Mhandisi Amos Mwaisumbile ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Chama cha Waingizaji na Wasambazaji wa Gesi ya Kupikia LPG amebainisha hali ya soko ya Tanzania kuwa imekuwa ikikua mwaka hadi mwaka. Soko la gesi Tanzania, hii gesi ya mitungi, linakuwa vizuri sana hasa ukilinganisha na nchi zingine za Afrika. Kwa kanda yetu hii ya Afrika Mashariki, sisi ni wa pili baada ya Kenya katika matumizi makubwa ya hii gesi ya mitungi. Kwa hiyo kwa mfano kila mwaka tumekuwa matumizi yetu yakikua mwaka hadi mwaka kati ya 10% mpaka 15%, ambao ni ukuaji mzuri. Lakini sasa kutokana na nguvu ya serikali sasa hivi ambayo serikali imeanza kuiweka miaka hii mitatu iliyopita, tunafikiri ukuaji utatoka hiyo kati ya 10% mpaka 15%, itakuwa kati ya 15% mpaka 20%. Na washiriki wa semina hiyo wanabainisha kuwa kutosimamiwa kwa malengo ya kiusalama imekuwa ni changamoto kwa baadhi ya wafanyabiashara, na hivyo ombi lao kwa mamlaka hiyo ni kuongeza uzingatiaji wa udhibiti hasa wa vigezo kwa wauzaji wa gesi. Gumu hupo, sio wote wana uelewa na ufahamu sawa, lakini bado hizo changamoto tunaendelea kupambana nazo kuhakikisha kila mwananchi na kila mdau kwenye biashara hii ya gesi anafuata taratibu zote za kiusalama na kuhakikisha biashara yetu inakuwa endelevu. Kwa tunaomba udhibiti mpaka mtu apewe nani ya kuuza gesi, awe kuna vigezo amewekewa vya kukidhi, uwe na sehemu kama ni keji za kuweka mitungi, ufate bei elekezi, na ukikiuka hayo uchukuliwe hatua. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Tuangazie taarifa nyingine. Meya wa Manispaa ya Kinondoni Songoro Mnyonge ameweka wazi mafanikio yaliyopatikana kwa miaka 5 katika halmashauri hiyo, huku akijivunia kuongezeka kwa ukusanyaji wa mapato kutoka shilingi bilioni 42 hadi kufikia shilingi bilioni 74. Nora Damian ana maelezo zaidi. Fanya kazi vizuri, tumetekeleza miradi yetu vizuri na hesabu zetu zimekaa vizuri, kwa maana value for money for what has been done. Mabaraza ya madiwani yalianza kazi baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 na leo hii yamevunjwa rasmi, huku wenye viti wa halmashauri akiwemo meya wa Manispaa ya Kinondoni Songoro Mnyonge akieleza mafanikio yaliyopatikana katika baraza lake. Hakuna kata leo inaweza ikasimama ikasema hakuna kilichofanyika. Katika mitaa yetu 106 inayounda wilaya yetu ya Kinondoni, hakuna mtaa utasimama utasema hakuna kilichofanyika. Yapo mambo mengi tumeyafanya kutumia mapato yetu ya ndani ambayo yamekuwa yakiongezeka. Tulikuwa tunakusanya takriban bilioni 42, lakini niseme tu kupitia baraza lako hili tukufu, sasa Manispaa Kinondoni inaenda kukusanya bilioni 74.9. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa kwa sababu tumeona kuna ongezeko la takriban bilioni 31.3 ambazo zimeongezeka chini ya uongozi wako. Na hii inatokana kwamba ni udhibiti bora wa mifumo ukusanyaji wa mapato, lakini pia namna gani pia tunashirikiana sisi kwa pamoja kuhakikisha kwamba mapato haya tunayakusanya. Lakini pamoja na yote haya, katika kipindi cha miaka 5 Manispaa Kinondoni tumefanikiwa kupokea na kutumia bilioni 666. Hizi mheshimiwa mwenyekiti ni Manispaa Kinondoni peke yake, lakini tukisema tunaunganisha TARURA DAWASA, takriban tutaona kwamba mheshimiwa rais ametuletea na ameturuhusu karibia trilioni 1.5 katika wilaya yetu ya Kinondoni. Naye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Kinondoni Shaweji Mkumbila amesema wameridhishwa na kazi iliyofanywa na baraza hilo hasa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Sisi Chama cha Mapinduzi tumeridhishwa kwa kiwango kikubwa sana na kazi yenu. Na ingekuwa ni max, nilikuwa namsikia mkurugenzi anasema 99, sisi tungetoa 100+. Kwa maana wewe mstahiki meya na madiwani, mkurugenzi wetu na timu yake ya wataalamu mmefanya kazi kubwa sana ambayo inakwenda kukiheshimisha Chama cha Mapinduzi. Kazi mlioifanya nyie, sisi ndio wasemaji. Tunaposimama mwezi Oktoba kuwaomba ridhaa tena kwa wananchi, tutajivunia kazi ambayo nyie mmeifanya. Hakuna sehemu hata moja na hakuna diwani hata mmoja ambaye amenikwaza katika kipindi hiki nimehudumu hapa katika wilaya yetu ya Kinondoni. Hayupo. Kweli nawashukuru sana. Kwa kweli tumefurahia ushirikiano huu mzuri. Tunapokuwa kwenye kazi
hakuna diwani ambayo ametufahamisha katika namna yoyote ile, hayupo. Tumefurahia ushirikiano huu na ndio maana tunaona wilaya yetu ya Kinondoni ulinzi na usalama umeendelea kuimarika siku hadi siku. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Baadhi ya wananchi wa mkoa wa Dodoma wameiomba serikali kudhibiti na kutokomeza ukatili kwa watoto, kwani kumekuwa na changamoto kwa wazazi kufuatilia watoto hao. Tatu Habibu ana undani wa taarifa hii. Umza na Sky TV leo Juni 20, wananchi hao wamesema kuwa wazazi wamekuwa wakiendekeza majukumu na kushindwa kukaa na kulea watoto wao. Badala yake, malezi wamewaachia walimu, hali inayopelekea watoto kukosa mwelekeo. Ni serikali yenyewe iweze kudhibiti kuhusiana na nini na kufuatilia, kwa sababu unyanyasaji wa kijinsia sasa hivi inaonekana serikali haifuatilii sawa sawa, kwa sababu watoto wa shule, mtoto anatoka saa 12 asubuhi saa 12 anarudi saa 1. Hapa hamna mzazi ambaye ana nafasi ya kuweza kumtengeneza mwanae. Sasa utakuta yule mtoto maadili yote yanatokea shule, na shuleni wazazi walimu wao wamebezi sana kwenye mambo ya michango, hawajabezi katika kufundisha watoto. Ukienda shuleni wale walimu wao wanachokushtakia kuhusu watoto kwamba wana mtoto wako labda ana tatizo hili, mtoto wako ana tatizo, lakini muda mwingi wale watoto wanashinda wapi? Wanashinda shule. Sasa hakuna malezi ya upande wa shule tu, na unapoendelea kuwahoji wale walimu kwamba mbona mtoto anashinda, wasema kazi yetu ni kufundisha tu. Ni kwamba serikali, wazazi wawe makini, wakaomae sana kukomana hilo swala, kwa sababu hilo swala sasa hivi limeongezeka. Watu yani ubinadamu tu umetoka yani. Aidha, wananchi hao wamesisitiza kuwa jamii iweke ulinzi kwa watoto, kwani vitendo hivyo hufanya na ndugu wa karibu. Inabidi jamii shirikiane na vyombo vya ulinzi. Hasa mimi nafikiri wazazi wawe makini sana na watoto wao, kwa sababu sasa hivi dunia kama vile imebadilika yani. Unakuta ndugu, unamwamini ndugu kwamba wewe ni ndugu yangu, anakaa na mwanao, kumbe yule ndugu ndo anamharibu tena mtoto. Kwa hiyo nafikiri wazazi inabidi wasimame imara kupambania swala hilo. Mafunzo mengine hata ya watoto yanatakiwa yaende kwa wazazi. Huku nyumbani wakipewa muda wa kucheza, muda wa kwenda labda misikitini, muda wa kwenda madrasa, muda wa kwenda labda huko makanisani, unaona? Hiyo naye pia vile watoto wanatakiwa wakue wao wanaitambua dini. Watoto sasa hivi wako kwenye mambo ya shule tu, shule kuanzia asubuhi mpaka jioni. Halafu kuna baadhi ya wazazi ni wazazi wanaoangalia maisha yao, hawaangalii maisha ya watoto. Mimi ni Tatu Habibu wa Sky TV. Mtazamaji, tunahitimisha katika habari za kitaifa na sasa tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea ni katika habari za biashara na uchumi. Sky TV. Jambo Entebbe, jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro.
Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, ni wasaa wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Mindi Josepho. Serikali imesema miradi 73 ya biashara ya kaboni imesajiliwa, ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji, ambapo tayari imeleta manufaa ya kiuchumi katika baadhi ya maeneo nchini, huku shilingi bilioni 45 zimelipwa na kunufaisha wananchi katika halmashauri 10. Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Hamisi Hamza Hamisi ameliarifu Bunge jijini Dodoma leo Juni 20 wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum aliyetaka kufahamu biashara ya kununua na kuuza kaboni imenufaishaje Tanzania. Serikali imeendelea kuratibu na kuimarisha usimamizi wa biashara ya kaboni nchini, ambapo jumla ya miradi 73 ya biashara ya kaboni imeshasajiliwa na ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Miradi hiyo ni sekta ya misitu 51%, nishati 33%, taka 3%, kilimo 8% na mifugo 5%. Utekelezaji wa miradi hii huchangia katika uhifadhi na urejeshaji wa misitu na ardhi ili kuongeza fursa za ajira na pato la wananchi kwa ujumla na kupunguza uzalishaji wa gesi joto, ambapo huchangia katika kufikia malengo ya utekelezaji wa mchango wa taifa katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, yani National Determined Contribution. Mheshimiwa Naibu Spika, aidha biashara ya kaboni imeanza kuleta manufaa ya kiuchumi katika baadhi ya maeneo nchini, ambapo kiasi cha shilingi bilioni 45 zimelipwa na kunufaisha wananchi katika halmashauri 10 nchini kama gawio la mauzo ya viwango vya kaboni. Fedha hizi hutumika katika kutekeleza miradi ya kijamii katika vijiji husika kama vile ujenzi wa shule, zahanati, malipo ya bima ya afya, ada za shule na chakula kwa wanafunzi. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru. Mheshimiwa Mshashu. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri, nina maswali mawili ya nyongeza. Ili uweze kufanya hii biashara ya kuuza na kununua kaboni, ni vigezo gani vinavyotakiwa? Swali la pili, kwa kuwa mkoa wa Kagera una mvua nyingi, na kwa sababu ya mvua hizo tuna miti mingi na misitu mingi, na kwa sababu inaonekana hii biashara ya kuuza na kununua kaboni ni biashara nzuri na ina manufaa makubwa kwa taifa, lakini inaweza ikamnufaisha hata yule anayefanya hii biashara, ni lini sasa serikali itaenda mkoani Kagera kuhamasisha kusudi hawa watu na wao waanze hii biashara waweze kunufaika? Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu masuala mawili ya nyongeza Mheshimiwa Mushashu kama ifuatavyo. Lakini nichukue fursa hii nimpongeze sana kwa kuwa amekuwa mdau mzuri wa mazingira hasa kwenye masuala haya ya kaboni. Mheshimiwa, ili tuweze kukusajili ama ili uweze kusajiliwa na kuweza kufanya shughuli hizi za biashara ya kaboni, viko vigezo ambavyo hivyo lazima vifikiwe ndipo tuweze kumpa mtu fursa hii. Kwanza tuhakikishe kwamba amepata eneo ambalo litakuwa linaweza likafanywa hiyo biashara. Lakini tuhakikishe kwamba kampuni yawe nayo na iwe ni kampuni ambayo imesajiliwa, lakini awasilishe andiko maalum kwenye kituo chetu cha kaboni pale Morogoro, andiko ambalo litatushawishi ama litashawishi taasisi inayosimamia carbon kuweza kumpa fursa ya kuweza kufanya hiyo biashara. Lakini ahakikishe kwamba amelipa fee ya usajili, lakini kikubwa zaidi hakikishe kwamba awe mzalendo wa kuhakikisha kwamba yuko tayari kufanya shughuli hizi bila ya kuathiri mazingira mengine ambayo yamezunguka maeneo hayo, ambayo yamezunguka wanakijiji wa maeneo hayo. Lakini kikubwa Mheshimiwa, nimwambie kwamba katika mkoa huo aliozungumza tayari elimu imeshaanza, tumeshafika huko. Kikubwa tunaendelea kufanya bidii ya kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa wananchi sambamba na kuwaeleza faida, fursa na changamoto mbalimbali ambazo zinapatikana katika biashara hii. Mheshimiwa, nakushukuru. Na Naibu Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mhandisi Mary Priska Mahundi amesisitiza umuhimu wa serikali barani Afrika kuendelea kuweka mazingira wezeshi kwa biashara na uwekezaji ili kukuza uchumi wa bara hilo. Amesema hayo wakati wa hafla ya utoaji wa tuzo kwa kampuni bora ya mwaka Afrika. Naibu Waziri Mahundi amesema kuna umuhimu kwa serikali za bara la Afrika kushirikiana na sekta binafsi ili kukuza uchumi na kuendeleza biashara.
Na sasa tuangazie katika viwango vya kubadilishia fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Tamati ya habari za biashara na uchumi. Biashara na uchumi. Sky TV. Na mtazamaji, kama ndo kwanza umeungana nasi, unatazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, na sasa ni wasaa kwenda kutazama habari za kimataifa ambapo tunaungana na Pius Jeyunga, na huko kubwa zaidi ni Israel yatishia kumuua kiongozi mkuu wa Iran. Habari za kimataifa. Ni wasaa wa habari za kimataifa. Karibu, naitwa Pius Jeyunga. Kiongozi wa upinzani nchini Rwanda na mkosoaji wa wazi wa utawala wa Rais Paul Kagame amekamatwa na kuwekwa kizuizini. Idara ya kuchunguza uhalifu nchini Rwanda, RIB, imesema kuwa mwanasiasa mashuhuri wa upinzani Bi Ingabire Victoire amekamatwa kwa tuhuma za kuchochea umma dhidi ya uongozi na kuunda kundi la uhalifu. Victoire Ingabire alifikishwa mahakamani siku ya Alhamis katika mji mkuu wa Kigali kwa ajili ya kuhojiwa kuhusiana na kesi ya watu 9 wanaotuhumiwa kushiriki mafunzo yanayohusu jinsi ya kupindua serikali kwa kutumia njia zisizo za vurugu. Ingabire, ambaye anaongoza chama cha Dalfa Umurinzi ambacho hakijasajiliwa, alirejea nchini Rwanda mwaka 2010 kutoka uhamishoni nchini Uholanzi akiwa na nia ya kushindana na Rais Paul Kagame katika uchaguzi wa rais, lakini alizuiliwa kwa tuhuma za kupinga kutokea kwa mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Kwingineko, Irani na Israeli zinaendelea kushambuliana. Hospitali moja kuu imeharibiwa katika mashambulio yaliyofanywa na Irani mjini Tel Aviv, na makazi ya watu pia yameshambuliwa. Kwa ujumla watu 240 wamejeruhiwa na uharibifu mkubwa umefanyika katika mji wa Tel Aviv. Kwa upande wake, Israeli ilifanya mashambulio kadhaa ya anga mjini Teherani na kwenye maeneo mengine ya Irani. Vyombo vya habari vya Irani vimesema ndege za Israeli zilishambulia kinu kikubwa cha utafiti wa maji cha Kondabu. Waziri wa ulinzi wa Israeli, Israel Katz, amemlaumu kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei na ameamuru majeshi ya Israeli kumuua kiongozi huyo ili kufanikisha malengo ya Israeli. Rais Donald Trump amesema ataamua iwapo Marekani itajiunga na Israel katika hatua za kijeshi dhidi ya Irani muda wowote mnamo kipindi cha wiki 2 zijazo. Wakati huo huo, mawaziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Ufaransa na Uingereza wanatarajiwa kukutana na mwenzao wa Irani katika juhudi za kumaliza mgogoro. Na hatimaye mtu mmoja ameuawa kwenye mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Urusi kwenye bandari ya kusini mwa Ukraine katika jiji la Odessa. Kwenye mashambulizi hayo watu wengine 14 wamejeruhiwa, wakiwamo wafanyakazi 3 wa uokoaji. Hayo ni kwa mujibu wa mamlaka ya serikali za mitaa. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa kikanda imeandika kwenye jukwaa la Telegram kwamba Urusi ilirusha takribani droni 10 katika jiji hilo na kusababisha uharibifu kwenye jengo la ghorofa 23, taasisi ya elimu na makazi kadhaa.
Katika tukio tofauti, Urusi pia ililenga eneo la kaskazini mashariki mwa Ukraine katika mkoa wa Kharkiv ulio karibu na mpaka. Kulingana na watetezi wa raia, watu 4 walijeruhiwa na moto mkubwa ulizuka katika shambulio hilo. Jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi ilirusha jumla ya ndege zisizo na rubani 86 na kati ya hizo 70 zilizuiwa kwa kutumia mifumo ya kielektroniki. Katika ujumbe wake kupitia mtandao wa Telegram, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema ni sharti Urusi ilazimishwe kusitisha vita na amewashukuru washirika wa nchi yake anaosema wako tayari kuongeza mbinu dhidi ya Moscow. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Na mtazamaji, bado unatazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, na sasa ni wasaa wa kwenda viwanjani kutazama habari za michezo na burudani, ambapo punde tutaungana na mwanamichezo wetu Lai Saidi. Sky TV. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo 3 na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa wasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Hujambo mtazamaji wa ulimwengu wa habari, hivi sasa ni wasaa wa habari za michezo pamoja na burudani. Naitwa Lai Saidi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma amesema kuwa serikali imewekeza kiasi cha shilingi bilioni 11 kwa ajili ya kusaidia ama kuendeleza mpango wa kuboresha miundombinu ya michezo katika shule 10 kati ya shule 56 maalum za michezo zilizopo nchini. Hayo ameyasema wakati wa ufunguzi wa mashindano ya Umoja wa Michezo na Taaluma kwa Shule za Sekondari Tanzania UMISETA ambayo yalifanyika mkoani Iringa. Michezo hii ya UMITASHUMTA na UMISETA kila mwaka inatoa fursa ya pekee kwa wanafunzi kutumia vipaji mlivyo navyo kubeba ajenda ya kitaifa na kuwa mabalozi kufikisha ujumbe kwa jamii. Mashindano haya ni fursa adhimu ya kujivunia mafanikio katika sekta ya elimu, michezo na sanaa pamoja na kuhamasisha jamii katika shughuli mbalimbali za maendeleo.
Ndugu viongozi na wanamichezo, ni katika michezo hii tunapata wanamichezo mahiri wa baadaye. Ninawapongeza sana walimu wote kwa kuandaa wanamichezo hawa. Hongereni sana. Michezo na sanaa hujenga upendo miongoni mwa washiriki, afya na nidhamu kwa watoto wetu. Uzoefu unaonyesha watoto wengi wenye uwezo mkubwa kwenye michezo mara nyingi huwa na uelewa mkubwa darasani. Jambo la msingi ni malezi mazuri na kuweka uwiano mzuri kati ya shughuli za michezo na masomo ya darasani. Kwa upande mwingine, mashindano haya hutumika kuwapata wawakilishi wetu katika mashindano mbalimbali ya kikanda. Mfano ni katika mashindano ya michezo ya Afrika Mashariki. Wagombea urais wa shirikisho la mpira wa miguu hapa TFF, ambaye ni mchezaji wa zamani wa timu ya taifa pamoja na klabu ya Yanga Ali Tembele pamoja na Mshindo Msola, wamezungumzia kuhusiana na kurejesha fomu katika makao makuu ya shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF. Ni kweli nimekuja hapa katika ofisi za shirikisho la mpira wa miguu TFF kama ambavyo unavyozungumza. Ni kweli, bahati mbaya fomu mimi sikuwa nimechukua, nilichukuliwa na jamaa zangu kina Amri Kiemba, lakini leo kama unavyokumbuka, kwa mujibu wa mwongozo, leo tarehe 20 ndio deadline ya kurejesha fomu. Sasa ndio nimetoka kuzirejesha na kuzikabidhi katika ofisi za shirikisho ili shughuli nyingine ziendelee. Kwa kweli kama ulivyozungumza ni changamoto, lakini as far as nilichukua lazima nirejeshe. Kwa hiyo nimerejesha kwa sababu nilichukua. Nimekuja kurudisha fomu ya mzee Dr. Mbete Mshindo Msola. Mimi ni mwanae, naitwa Mshindo Msola, pia ni mtoto wa kaka yake mdogo wake. Leo tumeona ni siku sahihi na siku yenye baraka kurudisha fomu ambayo walishaichukua, na leo ndio siku yake tumekuja kurudisha. Niwahakikishie wadau, wapenzi na Watanzania wote kwamba Dr. Mbete Mshindo Msola ni mzoefu na mbobezi wa mambo ya mpira. Kwa hiyo anafahamu taratibu za mpira, kwamba kila kitu kiko safi na kiko salama. Kila kitu kiko very smooth, na tunashukuru tunashukuru TFF, taratibu ni mzuri na hakuna bughudha yoyote. Dr. Mbete ana dharura leo, yuko nje ya mkoa, ila mimi kama nilivyosema awali, mimi ni mwanae na ni mwanamichezo pia. Kwa hiyo nimeona ni sahihi kuja kutekeleza jukumu lake hili ambalo ni kawaida kikatiba. Habari za michezo na burudani. Na mtazamaji, na kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari kwa siku ya leo, tupate kutazama utabiri wa hali ya hewa kutoka kwa mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Habari za wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na tukianza na mifumo ya upepo inayotarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa, na kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ukanda wote wa pwani. Na hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na hali ya ubaridi bado inaendelea kutarajiwa katika maeneo mengi, na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi 8 katika mikoa ya Mbeya pamoja na Njombe. Hivyo basi kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yote ya nchi yetu, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Lakini kwa hapo kesho ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Simiu pamoja na Mara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 22. Dodoma kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 15. Mwanza kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 21. Kilimanjaro kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 16. Mbeya kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 9. Morogoro kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 15. Arusha kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 12. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Beka William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu.
Na mtazamaji, na huo ndio mwisho wa ulimwengu wa habari kwa siku ya leo kutoka hapa Sky TV. Kwa habari zetu zaidi, usisite kutembelea katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook, Thread, TikTok pamoja na YouTube channel yetu kwa jina la Sky International TV. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kuandaa ulimwengu wa habari kwa siku ya leo, naitwa Fredi Cheti. Uwe na wakati mwema. Sky TV.